Naam bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni bwana ni kuhusiana na hii habari au taarifa ambayo inahusiana na huyu ni Tunda Cappuccino ambaye huyu bwana ni baby mama wa Whozu. Nadhani utakuwa unamfahamu Whozu _ moja kati ya wasanii wa Bongo Flava ambao wanafanya vizuri na sasa hivi yuko katika mahusiano na Wema Sepetu. Sasa basi Whozu bwana amefanya jambo ambalo kiukweli limeonyesha jinsi gani ambavyo huyu Tunda amekosea. Umeona bwana, Tunda Cappuccino yeye yuko na mahusiano yake sasa hivi mapya, ana mpenzi wake na akaamua kumuintroduce mpenzi wake kwa Watanzania. Kama unavyoelewa, japokuwa amezaa na Whozu lakini Tunda anaendelea na maisha yake. Sasa hivi yuko na mpenzi wake bwana. Sasa huyo mpenzi wake ndio amekuja kuibua mjadala mtandaoni baada ya Tunda kuposti picha za mpenzi wake huyo katika ukurasa wa mtoto wa Tunda ambaye amezaa na Whozu. Sasa hili jambo la Tunda kuhonga akaunti ya Instagram ya mtoto wa Whozu ambaye amezaa naye imekuja kuibua mjadala mzito kwelikweli huko mtandaoni, ambapo kiukweli ni kwamba ukipita katika mitandao ya kijamii peji mbalimbali zimekuja kuripoti na hiyo taarifa. Kwa mara ya kwanza kabisa peji ya mtoto wa Whozu na Tunda bwana tumeikuta ina hizi picha za huyu kijana. Umeona bwana ambapo bwana hapa katika hii peji ni huyu jamaa anaitwa David Alois, ambapo huyu bwana ndiye mmiliki wa hiyo peji. Sasa ghafla tu from nowhere anaitumia ile peji ya yule mtoto wa Tunda na Whozu, kwa which means kwamba alikuwa na manager alikuwa ni Tunda, lakini ndo hivyo tena Tunda ameingia katika mahusiano mapya, mpenzi wake huyo ndo akapewa, yani huyu Tunda amempa huyo mpenzi wake mpya peji ya mwanae. Huyu jamaa bwana akabadilisha mpaka bio pale, akaandika pale David Sigma, Chief Executive Officer AM Company Limited, Managing Director, Mfalme Transport, Real Estate and Strategic Investment Expert. Umeona bwana kwa hiyo huyu jamaa bwana ameelezea hapo hiyo bio yake ameibadilisha kutoka kwenye ile bio ya yule mtoto binti wa Tunda na Whozu, ambapo ilikuwa ni daughter of Whozu and Tunda Cappuccino, a rise and shiny account run by my parents. Umeona bwana, kwa hiyo jamaa amekuja amebadilisha. Sasa hiki ni kitendo ambacho kimewashangaza watu wengi na peji mbalimbali zikaja kuripoti kuhusiana na hiyo taarifa. Kwa mfano huyu hapa anaitwa Bongo Trending, yeye amekuja amepost hiyo akaandika kwamba bwana kuna mademo hawana akili. Yani huyu Mama Lola amechukua akaunti ya Insta ya mwanae ambayo ilikuwa ina followers 316,016 akaamua kumpa mwanaume wake mpya. Sasa baada ya kufanya hivyo bwana ni kwamba hii issue bwana ikaja ikawakera watu wengi sana huko mitandaoni, na kama vile Cox dawa yao bwana akaja akacomment hapa Cox bwana akaja akaposti katika ukurasa wake akaandika kwamba bwana we Tunda, mara moja rudisha akaunti ya mtoto. Kwa nini umpe bwana wako akaunti ya mtoto? Mbona Wema hakumpa Whozu akaunti ya manunu? Mimi kama Cox dawa yao natoa masaa 24, rudisha hiyo akaunti. Rudisha hiyo akaunti huku nikishughulikia swala la Shafii kuporwa demu. Huyo ni Cox dawa yao amekuja akaandika hivyo. Umeona bwana hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Na baada ya hapo bwana ni kwamba hata Whozu mwenyewe pia hakupendezwa na hicho ambacho kimetokea. Nadhani alizungumza na mzazi mwenzie behind the scene. Umeona bwana ikabidi azungumze naye amwambie kwamba hiyo ulichofanya sio sawa, na Whozu ikabidi ajitokeze kupitia ukurasa wake wa Instagram akaandika kwamba ameandika hapa kuomba radhi kwa kile ambacho kimetokea. Akaandika kwamba bwana naomba kutangaza rasmi kwa wote mliokuwa mmemfollow mwanangu Instagram, kwa sasa hivi akaunti yake sio yake tena, naomba radhi kwa niaba yake. Kinachopostiwa kwa sasa sio yeye na hakihusiani na mtoto wangu. Soon as possible mimi mwenyewe nitafungua akaunti yake mpya na itakuwa chini yangu. Naomba radhi pia kwa makampuni mliokuwa mnafanya kazi na Lola na waliotaka kufanya naye kama brand ambassador. Nitawapostia akaunti yake mpya na nitaomba kwa mapenzi yenu msiache kumfollow tena. Asanteni, love you Lola.
Ameandika hivyo Whozu katika ukurasa wake wa Instagram kuomba radhi mashabiki kwamba kinachopostiwa sasa hivi katika akaunti ya mtoto wake sio yeye wala sio mtoto wake, ni mama mtu ameamua kufanya hivyo. Kwa hiyo basi yeye ameamua sasa atamfungulia mtoto wake akaunti nyingine ambayo yeye ndo atakuwa na manage. Umeona bwana So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Whozu wala hakutaka kupigizana makelele, kuanzisha drama na baby mama wake, ameamua tu afanye maamuzi hayo. So hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa, lakini bwana, hili sakata halikuishia hapo. Baada ya watu kureact na Whozu pia kutoa maoni hayo, ni kwamba bwana yule jamaa ambaye ni mpenzi mpya wa Tunda ikabidi naye pia ajitokeze kuomba radhi kwa kile ambacho kimetokea. Hivyo basi na yeye pia akaandika hapa, jamaa ana akaunti yake nyingine inaitwa David Sigma, akaja hapa akaandika kwamba taarifa ya kuomba radhi, and then taarifa yenyewe sasa nataka nikusomee kama ilivyoandikwa. Okay, huyu jamaa ameandika kwamba mimi naomba radhi kwa Watanzania wote kuhusiana na matumizi ya akaunti ya Instagram ya mtoto anaitwa Lola. Wakati napewa akaunti hiyo na mke wangu, sikuwa najua kuwa ilikuwa ni akaunti ya mtoto. Baada ya kugundua ukweli huo, nimeamua kuirudisha mara moja na sijaendelea kuitumia tena kwa namna yoyote ile. Naomba radhi kwa usumbufu wowote ule au sintofahamu iliyojitokeza kutokana na jambo hili. Haikuwa nia yangu kufanya jambo lolote lisilo sahihi. Naomba mnisamehe, nami nitakuwa makini zaidi siku zijazo. Asanteni. So kwa kifupi ni kwamba huyu jamaa bwana amekuwa muungwana, amekuwa mstaarabu. Alikuwa anadai kwamba hajajua kwamba hii akaunti ilikuwa inamenejiwa, ni akaunti ya mtoto wa Whozu na Tunda, maana Tunda yeye alimpatia tu hiyo akaunti. Umeona bwana Kwa hiyo jamaa amefungua akaunti yake, anaitwa David Sigma, kistaarabu kabisa, kiungwana, kinyamwezi. Amefungua akaunti nyingine ili kuepusha drama ambazo zimekuwa zikianza kusambaa huko mitandaoni. Lakini pia ameandika tena chini hapa kwa maelezo zaidi, na page mbalimbali of course zimekuja kuripoti kuhusiana na hii issue. Akiwa kwa mfano hapa kuna page ya Bongo Trending ameandika kwamba bwana jamaa ameomba radhi, anasema kwamba hakujua kama ni akaunti ya Baby Lola, so ile ameachana nayo na ameamua kufungua akaunti yake nyingine ambayo inaitwa David Sigma. Hapo sawa, sasa Watanzania tumemuelewa. Umeona bwana Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Jamaa bwana ameamua afungue akaunti nyingine. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Ukiwa kama mdau bwana, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.